The strongest will survive, the weakest will perish. Ni msemo ambao upo tu kwa muda mrefu, tunausikia. Kuna wengi wanaukubali, kuna ambao pia wengi wengine hawaukubali na wanaamini ni mfumo ambao au ni msemo ambao umekaa kionevu. Sasa ubaya wa maisha bana ni kama hayaangalii wewe unakubaliana nayo au hukubaliani nayo. Yenyewe yatatembea mule mule kulingana na uhalisia wa mambo ulivyo. Sasa ukisema the strongest will survive, haimaanishi kwamba watu strongest hawatakufa. Kila kiumbe huko duniani kina mwisho. Au ukisema the weakest will perish, sio kwamba wataondoka kwenye uso wa dunia, yani kama mazingaombwe yanavyofanya kwamba sasa hivi unaona, sasa hivi hauoni tena hicho kitu. Issue ikoje? Yani kwenye dunia tunayoishi sasa hivi, hii ambayo haitumii nguvu ya mwili kupata vitu, ni kwamba strongest ni mtu ambaye ana maarifa mengi. Nielewe, maarifa sio elimu, kwa sababu nao kuna mjadala. Unajua ile mada yetu ile, education is better than money or money is better than education. Sio huko. Maarifa hayajalishi umesoma au haujasoma. Unaweza tu ukawa nayo. Yaani ukawa nayo hata kwa asili, kwa kuzaliwa, kwa mazingira. Unaweza tu, kuna mtu huaga yeye ana maarifa na hajaendaga shule. Sasa kuwa strongest kwenye hii dunia sasa hivi ni kwamba una maarifa makubwa.